Ikhwatal iman, baada ya tukio hili kalenda ya Kiislamu ikasimamishwa, ikawa ndio kalenda inayozingatiwa na kila generation ya Kiislamu na kila dola la Kiislamu na kila enzi ambayo iliyokuja baada ya enzi ya Umar ibn Khattab, ikawa kalenda ya Kiislamu ndio inayotambulika. Na ilikuwa inatakaniwa kwamba ibaki hivyo, kwamba kalenda ya Kiislamu ndio kalenda inayotambulika dunia nzima kwa Waislamu wote. Lakini kwa sababu ya mabadiliko yaliyotokea katika dunia sehemu mbalimbali, miongoni mwa mabadiliko hayo yaliyotokea katika baadhi ya nchi zilizo na Waislamu wanaoishi ndani yake, au baadhi ya nchi za Kiislamu zilipitia jambo ambalo linaitwa al-isti'maru, utawala wa ukoloni, utawala ambao ulikuja kuleta mabadiliko mengi katika historia na katika mifumo ya Kiislamu. Miongoni mwa mabadiliko haya makubwa yaliyokuja ni mabadiliko ya kalenda ya Kiislamu. Na kwa sababu ya kwamba utawala wa ukoloni ulikuwa haukuelekea ule mwelekeo ambao umekuja katika Uislamu na kuzingatia yale ambayo yamezingatiwa na Uislamu katika hadhara ya Kiislamu, ikiwemo lugha ya Kiarabu ndio lugha rasmi, ikiwemo kalenda ya Hijria ndio kalenda ya rasmi, na mengineo mengi. Utawala wa istimar ulikuwa unaelekea katika fikra na mawazo ya kuwatia watu katika Ukristo kupitia kwa mbinu na misingi mengi mbalimbali, kwa kusimamisha shule nyingi za mishonari na kuleta almubashirina, wale wanaokuja kueneza dini ya Kikristo katika nchi kama hizi za Kiislamu nyingi. Na miongoni mwa natija ya historia hii ambayo ni ndefu, miongoni mwa natija ni kufutuliwa mbali na kuondolewa kwa kalenda ya Kiislamu, na badala yake kukawekwa kalenda isiyokuwa ya Kiislamu au kalenda ya Kikristo inayojulikana kwa jina Gregorian calendar. Hii ambayo inaanza na Januari na kumalizika kwa Disemba. Kalenda ambayo majina yake ya miezi yamechukuliwa kutokamana na majina ya miungu wa Kiroma, wa kike na wa kiume: Mungu wa mvua, Mungu wa vita, Mungu wa mapenzi na mengineo mpaka ufike kwa Agostos, ndio Agosti. Hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea kalenda ya Uislamu ni hikma kubwa sana. Hikma ya kwanza ni ili Waislamu wajue hisabu. Waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl waja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu 'adada as-sinina wal-hisab, ili Waislamu wapate kujua idadi ya miaka na hisabu. Idadi ya miaka inayokusudiwa na Allah azza wa jalla katika aya hii ni idadi ya miaka kupitia kwa kalenda anayoitambua Allah azza wa jalla na mtume wake, ambayo ndio kalenda ya Hijria, kwa ushahidi wa aya katika sura Tauba isemayo: inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah azza wa jalla akatuambia, baada ya kutuambia maneno haya, kwamba miezi inayotambulika kwa Allah azza wa jalla, idadi ya miezi ni miezi 12 tangu yeye kuumba mbingu na ardhi. Hiyo ndiyo kalenda anayotambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa hisabu hii ambayo imetambulika kwa Uislamu. Akatuambia Mola jalla jalalu, dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya Allah azza wa jalla iliyosimama wima, huko kutambua kwamba miezi
na miaka inakwenda kwa mujibu wa mfumo wa Kiislamu, hiyo ndiyo dini iliyosimama wima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume naye sallallahu alayhi wasallam katika hadith aliyopokea Imam Ahmad na wengineo kwa isnadi iliyo sawa akatuambia, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran. Mwaka ni miezi 12. Kwa sababu ya kwamba miezi hii ayu alikhwa alkiram ndio miezi inayotambulika katika dini na sheria, kama alivyotuambia Allah azza wa jalla, dhalika ad-dinul qayyim. Ni kwa sababu ya kwamba ndani ya miezi hii ndio Allah azza wa jalla amemfungamanisha Muislamu na ibada. Yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mabadiliko ya mwezi. Mbona wakati mwingine mwezi unakuwa mwembamba? Mbona wakati mwingine mwezi unakuwa umejaa? Mbona wakati mwingine mwezi unapungua na kuzidi? Haya mabadiliko ya mwezi yanatokamana na nini na kwa sababu gani? Jawabu ndani ya Qur'ani, akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaeleza sahaba, awaambie, yasalunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnasi walhajj. Sababu ya ile miezi kubadilika ni kwa sababu ya kwamba watu wapate kuwa na miqati. Waislamu wajue kwamba mambo yao yote yamefungamanishwa na wakati maalum, na ndio maana ibada zetu zote zimefungamanishwa na wakati. Saumu, tunafunga saumu mwezi wa Ramadhani unapofika wakati wa Ramadhani, na unafika wakati wa Ramadhani kwa kalenda ya Kiislamu. Zaka anayotoa Muislamu ni zaka ambayo inapitwa na hauli, na hauli katika zaka ni kalenda ya Kiislamu ndio inayokuambia hauli imetimia au la. Unatoa zaka unaposimamisha mambo mawili: nisabu imetimia, na nisabu hiyo imetimia ikapitwa na hauli, na hauli ni kalenda ya Kiislamu. Wala sio Januari mpaka Januari au Agosti mpaka Agosti ukasema nimefikwa na mwaka mmoja katika mali yangu, je, naweza kutoa zaka? Umekosea. Na umekosea dini ya Kiislamu, na umeyakosea mafundisho ya Kiislamu. Kadhalika ibada ya hija hii ambayo imetekelezwa hivi majuzi ni ibada ambayo imefungamanishwa na ibada ya kutambua kalenda ya Kiislamu, na ndio maana Allah azza wa jalla hili la hija kalitaja mahsus, akatuambia qul hiya mawaqitu linnasi walhajj, pamoja na hukumu zingine nyingi. Hukumu za siyam zinafungamanishwa na kalenda ya Kiislamu, saumu za kafara, saumu za fardhi, saumu za sunna, ayyamul bidhi, saumu ya ambayo inafuatanishwa saumu ya Daud yawm baada yawm, au saumu ambazo zinakuja katikati ya mwezi baada ya miezi kadhaa za munasabati, kama vile saumu ya Arafa, saumu ya Ashura na Tasua. Zote hizi ni saumu ambazo zinatambua kalenda ya Kiislamu. Kadhalika hukumu inayomfungamanisha mume na mke katika masala ya ndoa na talaka. Mke anapopewa talaka anatakiwa kukaa eda yake kwa yule ambaye hana hedhi. Eda yake katika mafundisho ya Kiislamu ni 3 ashhurin, miezi mitatu. Miezi mitatu ipi? Januari, Februari, March? La, miezi mitatu ya kalenda ya Kiislamu. Kadhalika mwanamke ambaye amefiwa na mumewe anakaa eda kwa mujibu wa Qur'ani 4 ashhurin wa 10, na miezi 4 na siku 10 ni kwa kalenda ya Kiislamu. Kwa hivyo yote haya Allah subhanahu wa ta'ala akayajalia yanafungamana na kalenda ya Kiislamu kwa hikma yake kubwa, ili waislamu watambue umuhimu na uzito wa kalenda hii. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.